Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nataka Mheshimiwa Rais nitoe rambirambi kwa niaba ya my colleagues senators ambao pengine hawangeweza kufika hapa ama kupata fursa kuzungumza, kutoa pole zao kwa familia hii ya mwenda zake huyu shujaa wa taifa letu Wanyonyi Chebukati, ambaye sisi kama taifa tumekusanyika hapa siku ya leo kumuaga na kumpa mkono wa buriani mmoja wa viongozi tajika sana katika taifa letu. Mimi najua kwa sasa pengine kwa sababu ya hisia za siasa na mambo mengi ambaye yeye alisimamia, pengine nyinyi kama jamii, kama vile Mama Mary ulisema, mnahisi kwamba hajatambulika vizuri. Lakini wacha nikwambie, wakati historia ya taifa hili letu litaandikwa katika siku za usoni, wakati mambo itakuwa imetulia, watakapotoa orodha ya mmoja ya wale mashujaa taifa hili iliwahi kuwa nao, jina la Wanyonyi Chebukati haliwezi kukosa kati ya hao mashujaa. Huyu bwana alifanya jambo ambalo pengine kwa sasa tunaweza lichukulia tu kwa mambo ya uraisi na kusema ilikuwa niamue iwe pande hii ama pande hile. Lakini ile kitu ambayo mimi najua alifanya ambaye sio kitu cha kawaida watu kufanya ni kwamba alisimama kwa ukweli na kwa haki. Kwa dunia hii, Mama Mary pamoja na watoto wako na jamii mzima, na pengine wale walimjua kwa karibu sana huyu bwana Chebukati, hapa duniani waweza kudanganya kila mtu, lakini kuna viumbe viwili ambaye huwezi kudanganya. Mmoja ni Mwenyezi Mungu, wa pili ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Mimi najua wakati huyu mzee alikuwa anachukua decision ile ambaye alichukua, alijiangalia ndani na kusema wacha nifanye haki, nitakumbukwa siku moja kwa kusimama na haki. Na pengine hicho ni kielelezo kizuri ambaye ningependa sisi kama taifa, viongozi wale tuko hapa, tuweze kuiga mfano kama huo kila wakati ambapo tunapata fursa ya kuamua chochote katika maisha yetu, uongozi na yale maneno ambayo tunafanya. Tusimame na kweli hata iwe chungu kiasi gani, tukijua hapo siku za usoni tutakumbukwa na tutakuwa tumefanya haki mbele ya binadamu na mbele ya Mwenyezi Mungu. Ya mwisho tu ni kukuambia mama pamoja na watoto wako, msifadhaike sana na maneno yale ambaye pengine watu huandika kwenye hizi mitandao za jamii. Sisi kama wanasiasa, haya ni mambo ambayo pengine tumezoea, nyinyi hamjazoea. Nusu ya wale watu ambaye huandika ile vitu pale, kwa mara nyingi they don't even mean what they are saying, and maybe you can get hurt and feel very bad that they are saying bad things. Wengi wao also cannot achieve the things somebody has achieved, but unajua, like they say, talk is very cheap. In fact, mimi sikuwa naielewa sana hii mambo ya mtandao wa jamii mpaka siku moja wakati yule mkimbiaji ama mkimbizi Eliud Kipchoge alikuwa anashindana pale katika marathon na akashindwa. Kuingia katika mtandao ya jamii, watu wamemtusi, wamemkejeli. Na ukiangalia mtu mwenye anamkejeli, hata akiambiwa akimbie mita 50 aokoe maisha yake, hawezi. Lakini yako na opinion ya kimataifa kuhusu kwa nini huyu akimbie, huyu afanye hii. Kwa hivyo don't take the conversation in that place seriously. Live with pride, knowing that your father served this country with dedication. He was a man of great integrity, and when the history of Kenya is written, the name of Wafula Chebukati will feature very prominently. God bless you, God bless the people of Trans Nzoia, and God bless Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Sasa kwa heshima Mheshimiwa Rais, ningependa nimkaribishe gavana wa Trans Nzoia.